Kuna usemi usemao elimu haina mwisho, na leo umejidhihirisha wazi baada ya mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba kutembelea chuo cha ufundi stadi cha VETA maarufu kama RVTSCC kilichopo katika kata ya Bwalahala wilaya ya Geita na kuchukua fomu ya kujiunga na masomo ya umeme wa majumbani. Hatua hii inakuja kufuatia juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Elimu ya Sayansi na Mafunzo ya Ufundi katika kuhamasisha viongozi pamoja na wananchi kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kupitia VETA kwa lengo la kukuza sayansi ya vitendo. Mafunzo haya yanakusudia kuwajengea wananchi uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa katika sekta mbalimbali. Moja ya ndoto yangu kubwa sana ilikuwa ni kujifunza umeme, na umeme wa namna mbili. Matamanio yangu ya kwanza na ndoto yangu ya kwanza ilikuwa ni kujifunza umeme wa majumbani, lakini nikimaliza nataka kujifunza umeme wa magari. Kwa hiyo natamani sana kuhangaika na kitu kinachoitwa umeme. Unaweza ukawa unaona hapa kwa nini nimekuja. Nianzie kwenye kauli mbiu. Hapa kuna kauli mbiu sana nimeipenda hapa. Inasema ufundi stadi ni fursa kama zote na kwa watu wote. Kiuhalisia maisha ya hapa duniani, usikariri maisha. Hakuna kanuni moja katika maisha. Kuna maisha baada ya siasa, kuna maisha baada ya uongozi, na kuna maisha baada ya kazi zetu hizi za kila siku. Vitu vingine vyote vinaweza vikamtupa mtu, lakini ujuzi hauwezi kumtupa mtu. Na mimi nimeamua kuja kuchagua ujuzi nikiamini ya kwamba ujuzi utanilipa katika safari yangu ya maisha. Katika vitu vingine vyote, ajira za kawaida huwa zina mwanzo. Kuna siku ya kuajiriwa, kuna siku ya kufukuzwa, na kuna siku ya kustaafu. Hiyo ni kwenye ajira. Uteuzi, kuna siku ya kuteuliwa na kuna siku ya kutenguliwa. Lakini ujuzi unabaki nao katika maisha yote. Na kuna vitu vimenifurahisha sana. Cha kwanza, nimefurahishwa na uwekezaji mkubwa sana uliofanywa na serikali kwenye vyuo vyetu vya ufundi stadi. Kwa kweli tuna kila sababu ya kuipongeza sana serikali. Tunamshukuru sana Dr. Samia. Nimetembelea, nimeona vifaa mbalimbali vilivyopo kwenye karakana yetu hapa ya chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Geita. Nimeona vifaa vingi vya kutosha, lakini ada ndogo sana. Ada ya kutwa 60,000, ada ya hostel 100,000 na 20,000. Sasa unaweza kujiuliza, kwa 120,000 vifaa vyote vinatoka wapi? Hii ni ishara kwamba serikali imeamua kuwekeza kwa kiwango kikubwa sana, imenunua vifaa vya kutosha, na ndio maana ada ni kidogo, kwa sababu serikali inamalizia. Leo nimechukua fomu, ninakwenda kuijaza fomu hii na nitairudisha kwa haraka sana. Nitaanza masomo haya na nitaendelea kuwajulisha watu mbalimbali Tanzania waone hatua zangu zote, namna ambavyo nasoma, namna ambavyo napata maarifa, na siku moja nitakaa kwenye mtihani, na ninaamini ni miongoni mwa wanafunzi ambao watapata VC2. Yaani lazima hili jambo. Na siku utakapokuwa na hitimu, kwa kweli kwenye graduation, ni miongoni mwa watu ambao wataimba ngonjera nzuri sana tukiwa tunasherehekea mafanikio. La mwisho, natambua ya kwamba wako vijana wengi ambao wanatamani kusoma VETA, lakini ada hii ya shilingi 120,000 wanaikosa. Nilipokuja kwenye mahafali hapa, niliweka ahadi ya kusomesha vijana 10 ambao nimepokea taarifa kutoka kwa mkuu wa chuo, lakini kwa sababu pia na mimi nakuja hapa, ninaongeza tena. Kama kuna vijana wa Kitanzania walioko hapa Geita ambao wana changamoto kwenye familia zao, hawana uwezo wa kupata 120,000, wanatamani kusoma umeme wa majumbani kama mie, natoa tena ofa ya kuwasomesha vijana wengine 10 umeme wa majumbani. Ndugu wanachuo, nafikiri sio jambo rahisi sana, na msione jambo la kawaida. Mlishawahi kumwona mkuu wa wilaya anasoma? Kwa nini huyo amekuja? Nani ana majibu? Swala ni kwamba anataka kwanza appreciate mlichokuwa mnakifanya nyie. Yaani nakubaliana kwamba mko mahala sahihi. Sasa nitashangaa sana mwisho wa siku tunafika mwaka wa pili, alafu tunamkuta mtu amefeli.
wakati darasani kule kuna mkuu wa wilaya ambaye ni opportunity kwetu sisi. Anaweza akatupeleka field mahala popote tunapotaka sisi, anaweza akatuangalizia masoko na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mnaposoma ongezeni bidii, mjue kwamba darasa lenu ni darasa ambalo lina upendeleo wa hali ya juu sana. Makofi kwa mkuu wa wilaya. Kwenye karakana yangu kuna vitu vingi vinafanyika, ni mafunzo pia, na watoto wanapata muda wa kufanya project zao, innovation. Mtu anakuja na wazo lake, tunafanya kitu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Napo wanafunzi walikuwa wanaendelea na vipindi. Hii leo alikuwa ni siku ya practical, na maana unaona wanafunzi wote wako in a safety way, kwamba kuna muda wanafanya practical zao. Pia kwenye karakana yangu kuna store, ninatunza vifaa vyangu kwa ajili ya practical zangu. Na maana unaona baadhi ya bench machines, hiyo ni ya pipe bending, na hiyo ni ya kudrill, bending ni ya kudrill. Pia nina modo ambayo inaonyesha the basic electrical installation ambazo ni lazima tuzijue kama watu wa umeme wa majumbani, kuanzia mwanzo safety, na maanisha ulinzi wa umeme ukiwa unaingia nyumbani mpaka tuna utumiaji kwa vitu vya muhimu. Na hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence.